Shum TV. Furaha kiganjani. Kamishna mkuu wa mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya Zanzibar, Kanali Burhan Zuberi Nassor, ametangaza dau la shilingi milioni 10 kwa atakayetoa taarifa za mtuhumiwa wa dawa za kulevya Said Seif Salum maarufu Obama. Akitoa taarifa kwa waandishi wa habari kuhusu kutaifisha mali za mtuhumiwa huyo, Kamishna Burhan amesema mamlaka hiyo inaendelea kumtafuta mtuhumiwa huyo ili afikishwe mahakamani kwa mujibu wa sheria. Imebainika kuwa mtuhumiwa huyo anafanya uhalifu wa dawa za kulevya katika eneo la Afrika Mashariki na amekuwa akishirikiana na mitandao mikubwa ya kihalifu ya kimataifa kuingiza dawa za kulevya kutoka nchi Afghanistani na kusambaza katika nchi za Afrika Mashariki kwa muda mrefu. Taarifa kwa umma. Taarifa ya kutaifisha mali za mtuhumiwa wa dawa za kulevya aitwaye Said Seif Salum zenye thamani ya Tanzania shillings milioni 966,000. Ndugu waandishi wa habari, mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya kwa kushirikiana na vyombo vingine vya ulinzi na usalama inaendelea na zoezi la kupambana na kusambaratisha mitandao ya wahalifu wakubwa na wadogo wa dawa za kulevya kwa kuwakamata na kuwafikisha mahakamani sambamba na kutaifisha mali zao zilizopatikana kutokana na chumo haramu na dawa za kulevya ili kupunguza nguvu ya wahalifu hao. Ndugu waandishi wa habari, mnamo tarehe 5 mwezi wa 11 2024, mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya Zanzibar ilifanya operation maalum katika mkoa Mjini Magharibi na kufanikiwa kukamata watuhumiwa wawili ambao ni Ali Macho maarufu, lakini jina lake halisi ni Ali Mohamed Ali, jina lake hilo hapo, miaka 34, mkazi wa Mpendai, na mwingine ni Fahadi Ali Khamis, miaka 34, mkazi wa Michenzani, na bosi wao mkubwa ni Said Seif Salum almaarufu anajiita Obama. Na watuhumiwa hao tayari wawili hao wameshafikishwa kwenye muhimili wa mahakama kujibu tuhuma zinazowakabili. Watuhumiwa hao walipohojiwa walieleza kuwa dawa za kulevya walipewa na bosi wao anayefahamika kwa jina la Said Seif Salum almaarufu Said Obama, mkazi wa Zanzibar, Dar es Salaam na Kenya. Mtuhumiwa huyo bado tunaendelea kumtafuta. Akitiwa mikononi akafikishwa mahakamani kwa mujibu wa sheria. Aidha, atakayefanikisha kukamata kwa mtuhumiwa huyo pamoja na kubaini mali zake zilizoko Zanzibar na nje ya Zanzibar atazawadiwa kiasi cha Tanzania shillings milioni 10. Ndugu waandishi wa habari, imebainika kuwa mtuhumiwa huyo anafanya uhalifu wa dawa za kulevya katika eneo la Afrika Mashariki na amekuwa akishirikiana na mitandao mikubwa ya kihalifu ya kimataifa kwa kuingiza dawa za kulevya kutoka nchini Afghanistan na kusambaza katika ukanda wa Afrika Mashariki kwa muda mrefu. Sasa kwa misingi hiyo na kwa uwezo niliopewa chini ya kifungu cha 73(1) cha sheria ya mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya, sheria namba 8 ya mwaka 2021, na baada ya kuzingatia matakwa ya kifungu cha 71 cha sheria hiyo, mimi Kanali Burhan Zuberi Nassor, kamishna mkuu wa mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya Zanzibar, nimetaifisha nyumba ya mtuhumiwa huyo iliyopo eneo la Mtendeni, wilaya ya Mjini, mkoa Mjini Magharibi, yenye thamani ya Tanzania shillings milioni 966,000 kuwa ni mali ya serikali ya mapinduzi ya Zanzibar.
Aidha, mtu yeyote ambaye hajaridhika na tamko hili anaweza kuiomba mahakama kufanya mapitio na ombi lake ambalo linatakiwa kuwasilishwa mahakamani ndani ya siku 30 kutoka tarehe ya leo kama inavyoelekezwa katika kifungu cha 73(4) cha sheria namba 8 ya mwaka 2021 sheria ya Zanzibar. Hii ni Chum TV. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare. Jina langu ni Subira Salum.